Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Tuna kawaida hapa ya kufuatilia mambo na kuyaangalia kwa undani zaidi ukiachilia yale yanayoonekana kwa nje. Kwa hiyo, ndio maana tuko hapa ili tuweze kufafanusha baadhi ya vitu na baadhi ya mambo. Salamu za Kim Jong-un au Kiduku, wengi tumezoea kumuita hivyo mzee Kiduku. Raisi huyu na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini, kwa sababu huyu sio raisi, itaweza kusema ni supreme leader, ambaye ni kama mfalme, kwa sababu Korea Kaskazini ni familia hii imekuwa ikiongoza kwenye utawala huu ambao ni utawala wa Korea Kaskazini. Ameweza kutuma salamu zake kwa Chama cha Mapinduzi, lakini ni kupitia balozi wake, balozi wa Korea katika taifa hili la Tanzania, kwa sababu CCM mnakumbuka wana mkutano mkuu ambao sasa hawa Korea Kaskazini wametuma salamu zao kwa Chama cha Mapinduzi. Sio tu Korea Kaskazini, lakini Putin pia naye ametuma salamu zake kwa chama hiki, Chama cha Mapinduzi. Sasa je, niko hapa kuelezea Chama cha Mapinduzi au niko hapa kuelezea nini? Kwa sababu ndio maana nimekuambia hapa tunapenda kuangalia mambo kwa undani na kwa uwazi zaidi. Ni kwa sababu sasa hivi kuna kitu kinajulikana kama balance of power, ambayo inahama kutoka upande wa magharibi ikihamia upande wa mashariki. Na upande wa mashariki huku ndo utakuta hasa wako wakina Urusi, wako wakina Korea Kaskazini, wapo China yupo huko upande huu wa mashariki. Kwa sababu mpaka sasa ukumbuke kuwa mataifa ya magharibi yamepoteza ushawishi kwa asilimia kubwa sana katika bara la Afrika. Ushawishi wao wamepoteza pakubwa mno, na haya yalikuja kutokana na tuliona mapinduzi haya yaliyotokea ukanda wa West Africa, hawa miamba watatu hawa. Lakini sana anayeonekana kwenye kioo zaidi ni Ibrahim Traore ambaye ni rais wa Burkina Faso. Kwa hiyo haya ndio ambayo yamewainua watu wengi wa Afrika wengi kuona kumbe kujitegemea kunawezekana. Kumbe mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Kwa hiyo hilo swala ni swala ambalo sasa mataifa ya magharibi yamekuwa yakilaumu sana nchi za Kiafrika, na wakisema kuwa huku mnakoshirikiana na China, ushirika mnaofanya na Urusi, ushirika mnaofanya na Korea Kaskazini, hawa sio washirika wazuri hawa ni mamaster wengine, makolonial masters wengine ambao wanataka kuja, mnajidai mnataka kukimbia ukoloni, lakini mnajiingiza wenyewe kwenye ukoloni mwingine. Lakini ukweli ni kwamba hauko hivyo. Mfano, ukiangalia mahusiano kati ya Korea Kaskazini na Tanzania, tukiongelea mababa wa taifa. Kuna baba wa taifa wa Tanzania na kuna baba wa taifa wa Korea Kaskazini. Baba wa taifa wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere, Korea Kaskazini Kim Il-sung au Kim Sang-il, ambaye ndio waanzilishi hawa. Ukumbuke Korea Kaskazini imekuwa na yenyewe pia vile vile changia sana au ilichangia pakubwa sana kutaka watu waondokane na ukoloni, kutaka nchi hizi ziwe zinajitegemea zenyewe, kutaka mataifa haya yawe yanajitegemea yenyewe. Kwa hiyo ndio maana sasa umeona kumekuwa na mambo mengi. Ndio maana unakuta mfano kama taifa la Urusi ambalo ni washirika kati ya Urusi na Korea Kaskazini, unaona Urusi wamesaidia pakubwa sana baadhi ya mataifa katika nchi hizi za Kiafrika. Mfano kama Afrika Kusini, wale bwana walikuwa wanaonewa, lakini Warusi wakawaambia hebu simameni imara, anzeni kupigania mataifa yenu, sio mnakaa mnalia. Kulia haitasaidia. Sisi tutawasupport, tutawapa silaha hivi na hivi, kwa hiyo hebu anzeni kupambana. Kwa baada ya wao kuanza kupambana, matokeo yake wakajikuta wamewekwa huru, lakini sio uhuru ule kama unaotakiwa. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa ndio maana tumeona kumekuwa, kama mmefuatilia, ninasema tuachane na mambo mengine, lakini naongelea katika ile dhana kubwa au dhana pana ya Uafrika zaidi au bara la Afrika, kwa sababu sisi hatuko hapa kuchambua masuala ya nchi fulani tu,
aidha hiyo nchi basi imefanya kwa ajili ya Waafrika. Ndio maana unaona tuko hapa kwa ajili, tunaongea sana kuhusiana na masuala ya Burkina Faso, kwa sababu Captain Ibrahim Traore anawakilisha Afrika nzima. Sasa kama mmeona, kumekuwa na kelele kuhusiana na Tanzania. Tanzania hii tumeshuhudia wanaharakati wakiwa wanamiminika Tanzania, lakini hawa wanaharakati ukiwaangalia wana mlengo wa upande wa magharibi. Nataka unielewe vizuri sana. Tumeona hawa wanaharakati kutoka mataifa mengine wakiwa wanakuja Tanzania na wana mlengo ule ambao ni mlengo wa watu wa magharibi. Na wakifika hapa, na unaona the way ambavyo wamekuwa wakiongea mambo mbalimbali, halafu baada hili sakata juzi hilo tokea hapa la kuwarudisha, tumeona sasa matusi yamekuwa ni mengi, hasa kutokea nchi jirani, jambo ambalo William Ruto aliomba msamaha na hivyo. Lakini tuliona haya mambo yalikuwa yako namna hiyo. Sasa kukawa na hiyo pressure ya mataifa kutokea huko upande wa mataifa ya magharibi. Kumekuwa na hiyo pressure ni kwa sababu gani? Tatizo sio kinachoendelea katika nchi, ila tatizo ni je, nyinyi mnasaidi na nani? Yani nyinyi mmejiweka upande gani? Sasa kwa mkutano huu wa CCM ambao Korea Kaskazini wanaongea, Urusi wanaongea, usifikirie watu wa magharibi watakuwa wanafuraha kuhusiana na hilo, kwa sababu mtu yeyote ambaye anaonekana kama yuko upande wa Korea Kaskazini na anayeonekana yuko upande wa Urusi ama China, huyu anakuwa ni adui. Ndio maana mnaona kelele zote hizi anazopigiwa Ibrahim Traore, kelele hizi ni kwa sababu ya huyu bwana ameamua kutafuta mapartners ambao wao sio wanyonyaji, sio watu wa kuwanyonya, no, ni watu ambao mtabadilishana teknolojia, mtabadilishana swala la maendeleo, mtabadilishana mambo mbalimbali na hivyo, na ili tuweze kusaidiana, raia wetu waende wakapata elimu kule, alafu na wale kule waje wafundishe huko watu wetu, jambo kama hilo. Kwa ndio maana utaona viko namna hiyo. Sasa ndilo jambo ambalo naona pia likawa linaendelea hapa Tanzania. Lakini wakumbuke kuwa Tanzania hatufungamani na upande wowote ule. Hilo likumbukwe. Tanzania hatufungamani na upande wowote ule, kwa sababu wakati ule wa mambo ya capitalism na socialism, ubeberu na ubepari, na baya mambo ya hizi sera za kijamaa, tunakumbuka vizuri sana ambavyo Mwalimu Nyerere liliweka hili taifa, sasa sisi hatufungamani na upande wote, kwa hiyo tutakuwa kokote kule. Lakini ukweli ukiangalia Tanzania kwa haya sasa yanayoendelea, unagundua tu kuwa Tanzania inahamia upande wa mashariki, kihama polepole kutoka huku kwenye haya mataifa ya magharibi, jambo ambalo linawaudhi sana watu wa magharibi. Hilo hawapendi kuliona kabisa, yani kabisa hawataki kuliona. Kwa hiyo sasa huu ni ujumbe, nafikiri ni ujumbe wa wazi kabisa kwa mataifa ya magharibi, kama hawa mabalozi kutoka Urusi, mabalozi kutoka Korea Kaskazini wanaweza wakaanza kupongeza Chama cha Mapinduzi, chama ambacho na chenyewe kilikuwa ni chama cha kupigania uhuru wa mtu mweusi, chama cha kupigania ukombozi wa mtu mweusi, naongelea miaka hiyo. Leo hii wanakuja wanaanza kupongeza, watu wa magharibi hawapendi hilo, hawataki kabisa kuliona. Lakini hasa bado Tanzania tena imeendelea kujiunganisha na watu ambao tunaona ni watu watatusaidia. Ndio maana unakumbuka ujumbe ule ambao rais wa Tanzania aliutuma kule Burkina Faso kwa Captain Ibrahim Traore, ambao uliwakilishwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa sababu wakati wa Afrika wengine, viongozi wengine wa Afrika wakilaumu mapinduzi ya kijeshi pale, huku rais wa Tanzania ya hakulaumu hayo mapinduzi ya kijeshi, no, isipokuwa yeye alichokiongea alipotuma ujumbe. Na ukumbuke ujumbe huu, maana hawa wajumbe walienda Burkina Faso na walienda Niger pia. Naomba uelewe hilo jambo, kwa sababu ujumbe huu Kikwete aliotumwa nao na rais wa Tanzania, alienda Burkina Faso, baada ya kutoka Burkina Faso akaenda Niger. Kwa nini? Nataka kusaidi na watu ambao sasa wanataka kujitegemea zaidi, kwa sababu tufike mahali Tanzania na sisi pia vile vile tujitegemee. Lakini washirika kama Korea Kaskazini, washirika kama Urusi, washirika kama China, hawa watatufundisha ni namna gani ya kuweza kujitegemea, jambo ambalo
watu wa magharibi linawaudhi sana na linawauma sana sana sana. Kwa ndo maana tumeona wakaanza kuongea, nyinyi huko kuna 1 2 3 kuna hili, hiyo nchi haina demokrasia, hiyo nchi sijui. Kwa hiyo ni mambo ya namna hiyo ndugu zangu. Nimesema mimi naongea katika dhana ya Uafrika, tukiachana na mambo mengine. Mambo mengine wacha yaendelee hivyo yanavyoendelea, lakini naongea katika dhana ya ukuu wa Mwafrika. Na ukumbuke chaneli yetu hii ni ya ukuu wa Mwafrika. Kwa hiyo salamu alizozituma Kim Jong-un kumtumia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye mwenyekiti pia wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kumbuka Kim Jong-un ni mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi cha Korea, ambacho ndicho kinachoongoza nchi huko, hiyo DPRK huko, lakini ni chama kile kinaitwa ni chama cha wafanyakazi ambacho ni Workers Party of Korea. Kwa hiyo manake ni mwenyekiti kwa mwenyekiti kutumiana hizo salamu, kulingana na historia ndefu iliyokuwepo ya mababa wa taifa kati ya taifa la Korea Kaskazini na taifa la Tanzania, walivyokuwa wanasaidiana kuhakikisha kuwa tunaondoka kwenye makucha ya wakoloni. Asanteni sana wanaukoo Mwafrika, ninawashukuru.